Wananchi wametakiwa kutunza miundombinu ya daraja ambayo inaendelea kujengwa katika shehia kwa Gube, jimbo la Mahonda, yenye lengo la kurahisisha usafirishaji wa mazao kutoka shambani kuyapeleka mjini. Ameyasema hayo mwakilishi wa jimbo hilo ambaye pia ni naibu waziri wa Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Zanzibar, Mheshimiwa Mboja Ramadhani Mshenga, wakati akikagua daraja linaloendelea kujengwa huko Garibovu, shehia kwa Gube, mkoa wa Kaskazini Unguja. Lengo la kufika Garibovu ni kuja kuangalia maendeleo ya huu ujenzi wetu wa kibomba kwa ajili ya wananchi wetu kuweza kupita hapa kwa salama na amani. Nilipokuja hapa niliambiwa kwamba hapa palikuwa hapana kibomba, kwa hiyo ilikuwa tabu kwa wananchi wetu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi kama mwakilishi ambaye wa jimbo la Mahonda nilionelea ni bora basi tuwatengenezee hiki kibomba ili kwao iwe rahisi na kuweza kutatua ile changamoto ya usafiri pamoja na usafirishaji. Kama mnavyojua jimbo letu la Mahonda wengi wetu ni wakulima, lakini wakati huo ni wafugaji. Kwa hiyo kuna mazao ambayo tunataka kuyatoa hapa ili kuyapeleka sokoni. Bila kupatikana njia ambayo inaweza kutufikisha kule sokoni, manake itakuwa ngumu kwetu kuweza kufanya pilika zetu za kila siku. Kwa hiyo ndio maana tukaamua kwamba tuanze na hiki kibomba. Tunajua serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi kupitia rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi anafanya kazi kubwa na juhudi inayofanyika ni kubwa sana. Sasa hivi hakuna sehemu ambayo hakuna barabara. Mheshimiwa Rais anajitahidi kutekeleza ilani kwa kishindo kiasi cha kwamba hata hii Mahonda yetu jamani, mkitembea hii Mahonda sehemu nyingi tayari sasa tumepata barabara, na hivi sasa hivi tuko katika kutekelezwa ile barabara ya Mkumbi tayari imeparwa. Kwa hiyo naamini hata hii itafika pahala itaparwa, lakini sasa hatuwezi kukaa tu tukasubiri serikali ifanye yote. Kwa hiyo na sisi tukaamua tujipige kifua kuweza kuisaidia serikali kufanya haya machache, ili serikali itakapokuja kutia zile nguvu zake, basi yale mambo madogo madogo tuwe tayari tumeweza kuyatatua kwa namna yake. Kwa hiyo leo hapa tupo sote kwa pamoja, tupo kwa ajili ya kuona tunawezaje kutekeleza hili swala. Tumefanya kidogo hapa, tupo mafundi wapo watatuongoza kwamba namna gani tunaweza kupafanya hapa ili hata hichi kifusi kilichopo hapa kisiweze kutembea. Yani mvua ikinyesha hichi kifusi kibaki ili hili daraja chetu kiweze kudumu kwa muda mrefu. Mpaka hapa palipofika tayari tumetumia shilingi milioni 4 na laki 3. Lakini kwa sababu bado tunahisi kwamba leo tumekuja kuangalia, tumeona kwamba inabidi kwa vyovyote vile tuweze kuendeleza. Kwa hiyo naamini kuna na nyingine zitatumika, lakini kwa sasa tumetumia hizo milioni 4 laki 3 kwa kuanza, na naamini tukishamaliza tutawaita tena muje muone sasa ni namna gani pamekaa uzuri kiasi gani. Naye sheha wa shehia hiyo ndugu Tatu Zahor Haji ametoa shukurani kwa mwakilishi kutokana na ujenzi na uboreshaji wa daraja hilo ambalo litasaidia wananchi katika kipindi cha mvua kali pamoja na wanafunzi. Hapa tulikuwa hatuna njia kwa sababu ikija mvua watu wa huko, lakini tunashukuru mheshimiwa keshatuletea mambo yote yanakwenda kidogodogo. Kwanza nyumba huanza na msingi na sie kesha tuwekea msingi huu. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa kutuletea maendeleo haya. Kwa upande wao wananchi wa shehia hiyo wamesema kujengwa kwa daraja katika maeneo hayo litawasaidia hasa kipindi cha mvua kali katika kusafirisha mazao kuyatoa shambani kuyapeleka mjini. Tunamshukuru sana Mheshimiwa mwakilishi wa jimbo hili la Mahonda kwa kutuwezesha kutujengea kibomba. Kabla ya hapa hichi kibomba kulikuwa kuna kama kidimbwi, maji yanakaa, matope, gari zinakwama. Tukipita na Honda na wake zetu tunaanguka. Mimi binafsi tayari nishaanguka na mke wangu hapa. Lakini tunamshukuru Mheshimiwa mwakilishi kwa kutujengea vizuri sana hichi kibomba. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri, na pia shukrani zetu tunampelekea Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kutumwezesha pia mwakilishi wetu kuyatekeleza yote haya. Kabla kuwekwa hili daraja kipindi cha mvua, tulikuwa tunachukua watoto wetu na kuwavusha, wakati hapo tumekunja maguu yetu kuelekea upande mwingine. Tutatusaidia maendeleo mazuri sana na tunalifurahia sana, na inshallah Mwenyezi Mungu awajalie waliofanya hivi awazidishe moyo zaidi watutengenezeshe vizuri. Hapa wito raia wenzangu ya kwamba linapotokea jambo kama hili tushirikiane. Na ninaombi vile vile kwa wakilishi, wabunge na sisi wenyewe tumutusaidie tena, kwa sababu ya kwamba inaponyesha mvua
Ni changamoto kubwa sana watoto kuwapitisha njia hii hapa mpaka barabarani meli 13, alafu wachukue njia tena mpaka Kitope. Huko ni mbali sana inakuwa. Kwa maana hiyo sasa tuna kilio chetu ambacho Mheshimiwa Rais, huyu mwakilishi, mbunge na sisi wenyetu, kuna sehemu hapo watoto wanapita sasa hivi ikiwa hakuna mvua ni rahisi kuelekea Kitope hapo. Sasa na hapo tuendeomba tukafanyiwa kama tulivyofanyiwa hapa. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Abdrahman Awes, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar.